Simba inahitaji mchezaji ambaye akiingia kwenye kikosi sio cha kusema ngoja tusubiri. Inatakiwa mchezaji ambaye ameprove uwezo wake na asajiliwi kwa sababu ya kucheza ligi kuu Tanzania bara. Anasajiliwa kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye mashindano ya kimataifa. Si unaelewa? Mfano ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukimwangalia hana uzoefu. Umeelewa? Yani hajacheza kwenye timu kubwa zenye pressure kubwa. Unamleta Simba atakuongezea kitu gani? Ndo hayo akina Budo Mtale baadaye wamekuja, mnaanza kusema sijui atapewa majina mengi ya kusifia. Sajili kwa sababu ya mtu au watu fulani wamewapa taarifa, bwana kuna mchezaji tunamsajili. Je, ni mchezaji ambaye Simba hii ambayo kila mmoja anatamani kuona nafanya vizuri zaidi, ambayo inakuwa inafika katika hatua robo finali. Umeelewa? Je, ni Simba ambayo mchezaji huyu akiingia anaweza kuipeleka Simba kwenye hatua nusu finali? Hebu aende akajiuliza kwa viongozi na watu ambao wanataka kusajili wachezaji wa Simba, kama kuna scouting, kuna kamati, wajiulize. Kaleso huyu ni mchezaji ambaye Simba anaweza akiingia anaweza akaisaidia kwa nguvu yake na uwezo wake kwenda kuipeleka katika hatua ya nusu finali ambao Simba anatamani kwenda, lakini msimu uliopita walisha hatua ya makundi. Je, watakuwa na uhakika wa mchezaji huyu ambaye anamchukua ana nguvu ya kuvuka hatua ya makundi, hatua robo finali mpaka nusu finali, inawezekana mpaka finali ligi ya mabingwa? Kama sio hivyo, Simba wanaenda kujaza wachezaji tu pale Msimbazi. Mambo vipi? Safi, inakuwaje? Kama mzee wa black and white. Niambie. Nyeupe, nyeusi. Ya kabisa. Bwana, tupo kwenye mapumziko ya ligi kuu, lakini pia ni kipindi ambacho kinachovuma sana kwa sasa hivi ni tetesi za usajili kwa baadhi ya vilabu. Tumeona vilabu vikiwa vimehusishwa baadhi ya nyota kadhaa, lakini pia vingine vikiacha baadhi ya wachezaji wao. Lakini mimi nataka tugusie kwenye usajili. Nimeona tetesi kwamba kwa upande wa Simba kuna winga kutokea kule kwa Madiba South Africa, Magalwa anahusishwa kujiunga na klabu hiyo. Pengine unaweza kutuambia ni winga wa namna gani ama ni mchezaji wa namna gani? Ni mchezaji yenye level kucheza Simba kwa ambavyo unaweza kumtazama? Magalwa ni mchezaji wa kawaida ambaye mimi nadhani amepata bahati tu ya kusajiliwa na Simba. Unajua, inawezekana watu wasinielewe, na ni vitu ambavyo viongozi wa Simba hata mashabiki wa Simba ni vitu ambavyo hawapendi kuvisikia, lakini kwa sababu mimi ni mzee wa black and white, wacha tuwaambie ukweli. Mchezaji ambaye Simba wanahitaji kumpata ni mchezaji ambaye anatoka nje ya mipaka ya Tanzania. Na awe na quality ya kucheza mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sio mchezaji ambaye anatoka ligi za nje, kwa maana anatoka nje ya Tanzania, anakuja hapa anakuwa na quality ya kucheza ligi kuu tu. Kwenye form za ligi kuu, kwa maana form za ligi ya mabingwa barani Afrika, anakuwa ni mtu ambaye afiti. Unamaanisha kwamba mchezaji huyu hana quality ya kucheza mechi za kimataifa? Kwanza inawezekana watu wakahoji kwamba wewe umemuona wapi? Unamfahamu vipi? Nilitaka kukuuliza. Yes. Nenda kwenye profile lake. Sawa, alipita Mamelodi Sundowns. Yaani sio amepita, amekulia Mamelodi Sundowns. Pale Mamelodi Sundowns waliona ana quality ya kubakia Mamelodi Sundowns. Wakaenda wakaambia kwa mkopo. Timu kama 6 hivi. Zote kwa mkopo? Zote kwa mkopo. Na hizo kwa mkopo, unajua mchezaji unapompeleka kwa mkopo kwenye timu mama, ina maana kwamba cha kwanza aka-improve kiwango chake. Kama haja-improve kiwango chake, basi hata ile timu ambayo umepeleka kwa mkopo inaweza kashawishika kumsajili, kwa sababu wao ndio wako nayo, anaweza kaonekana na mchango mkubwa. Sasa kutoka Mamelodi Sundowns ambako alikuwa na michezo 42, amefunga magoli 4. Sasa hayo ni michezo yote, kwa inawezekana ni FA si wapi, magoli 4 ndani ya timu kubwa kama hiyo. Wakamtoa kwa mkopo. Wakampeleka Maritzburg United ambako katika michezo 16 akafunga goli hili moja. Na sijasema ni goli la ligi kuu, lakini ana goli hili moja. Kwa kama ni FA acha na kitimu kidogo ikikwaje, au ilikuwa penalty, ilikuwa mazingira gani, lakini kana goli hili moja. Pia wakati uko Maritzburg United ambayo pengine ingeshawishika, ingeomba labda kuongeza mkataba zaidi wa kuwa naye au wamnunue kabisa, wakamrejesha tena Mamelodi Sundowns. Bwana, mtu wenu huyu sisi hana quality ya kuchezea timu hii. Hizo tunazungumzia timu za kawaida kabisa kama ilivyo Mtibwa Sugar, Mbeya City, Coastal Union na Mungo, wanarudisha mfano kwenye timu kubwa tena. Ligi gani hiyo? Afrika Kusini, ligi kuu Afrika Kusini, Maritzburg. Lakini baada hapo akaenda Maloka Swallows. Umeelewa? Huko
napo yani Mamelodi Sundowns ndio walienda kuomba kijana wao aende akajitafute kule, pengine anaenda kukuza kiwango chake, then after wanaweza kumchukua akaenda kutumikia Mamelodi Sundowns. Alienda kule, timu yenyewe hiyo Mallorca ni timu ndogo, si ndio? Lakini bado hawakushawishika na huyo mchezaji kama anacho chochote. Baadaye akamrudisha tena Mamelodi Sundowns ambako katika michezo 22 sawa, akafunga goli tena moja. Huyo ndo mchezaji ambaye anamtaka Simba, unajua. Alafu baada ya hapo, baada ya kurudisha Mamelodi Sundowns hawakata tamaa, wakamchukua yule kijana wakampeleka TS Galaxy ambako pia alikutana na Mavugo, na walipokutana yeye alikuwa apate na nafasi. Mavugo aliwahi kucheza Tanzania huyo. Amecheza Tanzania, acheza na Simba. Simba akaachana naye kwamba hafai, wakakutana naye kule. Yeye ndo akawa anapata nafasi Mavugo kuliko yeye. Yeye kacheza michezo 5 tu. Hana goli hata moja. Wale TS Galaxy wakamrudisha Mamelodi Sundowns kwa mwajiri wake mama anamiliki. Mamelodi Sundowns wakampeleka, kuna timu inaitwa All Stars. Walivyompeleka, hiyo ni timu ya championship hapo South Africa. Hapo South Africa. Baadaye wakamrudisha tena Mamelodi Sundowns kwamba bwana huyu zote hizo timu manake zimeshindwa kushawishika kuwa na huyo mchezaji kama wamnunue moja kwa moja au waongeze mkopo kwa muda mrefu. Wakamrudisha Mamelodi Sundowns, yuko na sasa inakuaje hii? Wakampeleka kwenye timu ya daraja la pili ambako tunaitwa First League kwa hapa. Sio championship. Kutoka championship ndio hiyo ambayo imetoka hiyo All Stars. Baadaye wakamshusha zaidi pale chini. Sio, unanielewa vizuri? Sasa wamemshusha pale chini, kinachofuata ni nini? Akacheza michezo 23 akafunga magoli 10. Mengi hayo kwa winga, lakini level ya ligi ambayo anacheza ni ligi ya daraja la pili. Lakini michezo 23 magoli 10. Ndipo ambapo Sekhukhune United wakashabishika kwamba hebu tumchukue acheze timu yetu. Huo ndo msimu uliopita. Lakini kwani Lugano mchezaji anapimwa kwa profile ama anapimwa kwa kile ambacho anakideliver uwanjani? Kwa maana kwamba anaweza kaja kukutana labda na coach ya Beka akamfanya kama ni mchezaji ambaye mzuri. Tumetizama namna ambavyo amebadilisha baadhi ya wachezaji na kikosi cha Simba kwa ujumla. Of course ninaweza nikaelewa kwamba maisha ya mtu anaweza kabadilishwa pia na kocha kawa bora na vitu kama hivyo. Sisi tunaangalia kilichopo sasa hivi. Unajua ubwabwa wa kushiba unauona kwenye beseni. Na uoni yani hata kama hujaingiza tumboni unajua hapa na shiba, hapa si shibi. Si unaelewa? Sasa ukimwangalia ni mchezaji ambaye hana quality ya kucheza Simba. Kama angekuwa anamchukua Mbeya City, ningehoji kwamba Mbeya City mnamchukua mchezaji, hakuna mchezaji wa daraja kama hilo Tanzania ambaye anaweza kuchezea Mbeya City, Namungo, Coastal Union, si maeneo mengine, hizi timu za madaraja ya kati. Ningehoji pia. Umefika mbali sana Lugano. Sasa inakuja Simba wanamtaka mchezaji huyo akiwa na level ya aina gani? Je, hakuna wachezaji wenye uwezo kama wa kwake ambao wanapatikana Tanzania, wenye uwezo wa kucheza kama yeye? Unajua kwa nini nazungumza kuhusiana huyu? Simba inahitaji mchezaji ambaye akiingia kwenye kikosi sio cha kusema ngoja tusubiri. Inatakiwa mchezaji ambaye ameprove uwezo wake na asajiliwi kwa sababu ya kucheza ligi kuu Tanzania bara. Anasajiliwa kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye mashindano ya kimataifa. Si unaelewa? Mfano ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukimwangalia hana uzoefu. Umeelewa? Yani hajacheza kwenye timu kubwa zenye pressure kubwa. Unamleta Simba hata kuongezea kitu gani? Ndo hayo akina Budo Mtale baadaye wamekuja, mnaanza kusema sijui atapewa majina mengi ya kusifiwa. Sio kwamba nyinyi ndo mnampa pressure zaidi. Sio tunampa pressure. Mimi najaribu kuongea na uongozi wa Simba. Yani wajaribu kukiona hiki ambacho mimi nakiona. Wanaweza kana nasajili kwa sababu ya mtu au watu fulani wamewapa taarifa, bwana kuna mchezaji tunamsajili. Je, ni mchezaji ambaye Simba hii ambayo kila mmoja anatamani kuona anafanya vizuri zaidi, ambayo inakuwa inafika katika hatua robo finali. Umeelewa? Je, ni Simba ambayo mchezaji huyu akiingia anaweza kuipeleka Simba kwenye hatua nusu finali? Hebu aende akajiuliza kwa viongozi na watu ambao wanataka kusajili wachezaji wa Simba, kama kuna scouting, kuna kamati, wajiulize. Kaleso
Huyu ni mchezaji ambaye Simba anaweza akiingia, anaweza akaisaidia kwa nguvu yake na uwezo wake kwenda kuipeleka katika hatua ya nusu fainali ambao Simba anatamani kwenda. Lakini msimu uliopita walisha hatua ya makundi. Je, watakuwa na uhakika wa mchezaji huyu ambaye anamchukua ana nguvu ya kuvuka hatua ya makundi, hatua robo fainali mpaka nusu fainali, inawezekana mpaka fainali ligi ya mabingwa? Kama sio hivyo, Simba wanaenda kujaza wachezaji tu pale Msimbazi ambao hawana quality ya kuchezea Simba. Kwa sababu siamini kama mchezaji wa aina ile Tanzania wapo wanaocheza ligi ya Tanzania. Unapomleta mchezaji wa kimataifa, professional player, ni lazima awe ni mchezaji ambaye ana quality zaidi ya wachezaji wa ndani. Mngempa muda ambacho atakionyesha uwanjani ndio kitakachoamua. Mimi nitampa muda na nataka aje ni prove wrong kwamba wamemsajili kutoka Afrika Kusini, ni mchezaji ambaye amekuja kweli kufanya mambo makubwa. Inawezekana wala asiwe na uzoefu kwenye mashindano, ndio, lakini awe na ubora ambao unawazidi wachezaji wengi wa Tanzania. Yaani mchezaji wa aina ile hayupo Tanzania. Unaweza ukashangaa mchezaji kama Simba wanaweza kamwacha mtu kama Selemani Bwenzi. Ana ubora mkubwa. Unaweza ukashangaa yule kaja Selemani Bwenzi ana ubora mkubwa kuliko yule. Selemani Bwenzi tunamjua? Namjua Selemani. Sasa yule angekuwa anatoka nje ya nchi, hata kwa mashuti ambayo alimfunga Jiji Diara au kwa chenga ambazo amewapiga wachezaji wengi, maamuzi aliyoyafanya makubwa, kama wangesema anatokea nje ya Tanzania, ungeshangaa jinsi ambavyo wangempigia promo. Lakini wanaona kama hayupo. Unaweza kashangaa Selemani Bwenzi akawa ni bora kuliko mchezaji ambaye anamsajili Simba. Mimi binafsi kwa profile ambayo yuko nalo, ni la kawaida sana kucheza Simba. Kwenye profile ya kucheza ligi ya mabingwa barani Afrika, hapana. Simba hiyo mimi nakataa. Ni kama tu wamechagua kujaza wachezaji pale Msimbazi, lakini sio kuwapea kwenye hatua ambayo anazitamani ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kufikia kwenye hatua kubwa. Uwezi kumsajili mchezaji kutoka Sekukune United. Wewe unatakiwa upambane. Mchukue mchezaji ambaye ana quality, amecheza Mamelodi Sundowns, amecheza kwenye level ya juu, sio mtu ambaye kwa by the way au Orlando Pirates au Kaizer Chiefs au timu ambayo unaona ameshiriki mashindano ya ligi ya mabingwa, kweli wamefanya kazi kweli kweli. Sasa unamleta mchezaji ambaye mimi naamini kama mnakuja kufanya gambling. Unajua anasemaga usajili ni gambling. Sometime wanaosajili wenyewe ndio wanaocheza gambling. Kwa sababu ukimleta mtu ambaye ameonyesha uwezo wake wa kutosha kabisa, kuna haja gani ya kufikiri mara mbili? Sasa mtu anaenda kujitafuta